Jambo la kushangaza sana limetokea huko Niger, yani Nigeria. Yani jambo la kushangaza ambalo lilitokea mwaka 2025 likazua mjadala mkubwa zaidi katika mitandao ya kijamii, hususan katika nchi ambazo sheria ambazo zinakuwa zinaendeshwa katika taifa la Niger na mataifa mengine imekuwa ina utofauti mkubwa zaidi, na huo tofauti ndio uliosababisha hii ajenda kuwa kubwa zaidi mwaka 2026 baada ya jambo hilo kutrend. Lakini jambo hilo lilitokea mwaka 2025. Unadhani ni jambo gani la ajabu ambalo liliweza kutokea nchini Nigeria? Naona bwana, tuko na hamu na shauku ya kutaka kujua kweli ni nini ambacho kiliweza kutokea ambacho kilistabisha na kushangaza kweli katika mataifa mengi ambayo sheria kama hiyo haifanani. Basi nikwambie kwamba kama utakuwa ukihitaji zaidi kutaka kujua hiki, basi ambatana na mimi mwanzo mpaka mwisho. Lakini kidogo tuvute pumzi, huku nikikupatia taarifa na habari njema juu ya wewe ambaye umeifumania habari hii hapa, lakini bado hujaa mfuasi wa chaneli hii hapa. Nikwambie kwamba ili wewe ni sehemu ambao unapokea taarifa zetu kila wakati tupandishapo, basi fanya kitu kimoja. Chini ya video hii hapa kuna neno limeandikwa subscribe. Ukilibonyeza utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao mtakao kuwa mkipata taarifa zetu kila wakati, mkitani notification kwa ajili ya kuweza kusikiliza na kutazama kile ambacho tutachokuwa tunakipandisha. Basi tuendelee katika hiki ambacho kimeshangaza zaidi. Mwaka 2025 mwezi Agosti, mwanamke mmoja wa Nigeria, naona bwana, aliweza kutambulika kwa jina la Jane. Naona bwana, alihukumiwa kifungo cha miaka 7 jela au kulipa kiasi cha shilingi 400,000 na shilingi 20,000 pesa za Nigeria. Naona bwana, hizo ni pesa za Nigeria kwa kosa la kula nauli ya mwanaume kiasi cha eni 30 ambazo alitumiwa na mwanaume huyo aliyefahamika kwa jina la Emanueli ili aende nyumbani kwake, lakini Jane hakwenda kabisa. Emanueli aliweza kumshtaki mwanamke huyo akidai kwamba alimtumia nauli mwanamke huyo ili aje ghetto, na walikubaliana kabisa. Lakini baada ya kutuma hiyo nauli, mwanamke huyo hakuweza kwenda na hata simu zake hakawa hapokei tena. Mahakama iliweza kumkuta na hatia mwanamke huyo na kumfunga miaka 7 jela. Aidha akatakiwa alipe shilingi eni 42,000 ambazo ni kawaida ni shilingi milioni 8,640,000 ambazo aliweza kutakiwa kulipa. Unaona bwana, je, kwa mfano sasa taarifa ambayo nimekupatia hii hapa, na vipi kama swali likaulizwa, vipi kama taarifa hii au jambo hili au sheria hii ikahamishiwa hapa Bongo au katika nchi zetu za East Africa? Je, unadhani ni wanawake wangapi wangeweza kushtakiwa na kuweza kukutwa na hatia hiyo? Unaona bwana, ni jambo la kushangaza na ni jambo ambalo huenda likawa ni geni zaidi katika masikio yetu, lakini ndio hivyo tena, limeweza kutokea katika taifa la Nigeria. Basi na wewe pia utakuwa na nafasi na wasaa kuweza kutoa maoni yako hapo chini ya video hii hapa. Kuna kitu ambacho kimeandikwa comment, unaweza ukaandika comment yako na wewe, alafu after then tutakuwa pamoja mwanzo mpaka pale ambapo tutakosema kwamba tamati ya ajenda mbalimbali ambazo tunakuwa tunazosirisha kwako kufikia wewe kokote kule ambako uliko. Basi fanya hivyo, toa maoni yako. Lakini kama bado hujasubscribe na habari ya kusubscribe nishakupatia, basi fanya kitu kimoja, subscribe, na utakuwa ni mmoja kati ya watu ambao mtakao kupokea taarifa zetu kila wakati, na mtakao mkitani on notification kwa ajili ya kuweza kupokea kazi zetu na kwa wa kwanza kuweza kufurahia habari na taarifa zozote ambazo zinazoendelea duniani. Bwana, mimi nikushukuru sana kwa your time, hadi wakati mwingine tena ambapo tutakwazidi kuwasiliana huko nana katika chaneli hii hapa. Basi nikutakia wakati mwema wakati huu, hadi wakati mwingine tena. Bye bye.